kura juu ya kiangazi. Naam, na hali ya wasiwasi na taharuki imetanda katika vijiji vya mitaa kadhaa pembezoni mwa mji wa Isiolo kufuatia kuuawa kwa mvulana mwenye umri wa miaka 15 katika shambulizi la uporaji wa mifugo lililotokea siku ya Jumamosi. Tukio hilo ni la hivi punde katika msururu wa mashambulizi ya kiusalama yaliyokumba eneo hilo na kwa kipindi cha siku 4 zilizopita. Mwili wa kijana huyo ulizikwa Jumapili, huku mjomba wake ambaye ni mwalimu aliyejeruhiwa vibaya katika shambulizi hilo na vilevile kwa sasa akiwa mahututi katika hospitali ya Kimisheni ya Kirua katika kaunti hiyo ya Meru ambako anapokea matibabu maalum. Mauaji hayo yamezua hasira na hofu miongoni mwa wakazi, huku familia na viongozi katika jamii wakilaumu jamii jirani kwa uvamizi huu. Saa hii mtu ya 4 ndio ilikufa. Sisi tulali usiku na mchana. Ndugu yangu ako na miaka 15 aliwawa. Baba yangu mdogo ako hospitali Kerwa. Hali yake ni mbaya. So tunauliza tuingilia hadi boma. Ni hao kuna serikali peke yao, sisi hatuna serikali. Kwani sisi ni refugee, hatuko chini ya bendera ya Kenya? Kwa nini serikali iko na macho mrefu ya kuona? Mbona serikali haina macho ya kuona sisi vile tunahangaishwa? Leo tulimzika mtoto mdogo ambaye ni 16 years old. So we don't understand. Mkinyamaza inamaanisha ya kwamba hao wahalifu wako na blessings zenu. Because how comes munanyamaza na raia zenu ambayo walichagua nyinyi wanaumizwa tu ndani ya town? Na hayo yakijiri